kwanza pole na matatizo yaliyokukuta siku ya jana. Mpaka sasa uko vipi? Niko vizuri. Ni sehemu ya mapambano katika nchi ambayo wote tunajua sasa hawataka kufuata misingi ya kidemokrasia tuliyojiwekea, na sisi tunawakumbusha kwamba wafuate taratibu na nchi yetu ni ya kidemokrasia, turuhusiwe kufanya siasa na kutoa maoni kama sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 92 inavyotaka na kama katiba yetu inavyosema, kuanzia ibara ya 8 na kuendelea. Tumekuona leo hapa umekuja katika ubalozi huu wa Vatican hapa. Kitu gani kimekusukuma na kitu gani kama Chadema ukiwa msemaji wa chama kwa sasa mnakijivunia kutoka kwa mafundisho aliyokuwa anatoa Marehemu Papa Francis? Kwanza tumekuja kutoa pole kwa kanisa Katoliki dunia nzima na waumini wote na wa dunia nzima kwa kweli, kwa kuondokewa na kiongozi Papa Francis. Tunamfahamu Papa ni mtu alipenda haki, amani, maelewano katika jamii, ni mtu alisisitiza katika kuwapigania wanyonge, ni mtu amefanya mambo mengi tangu akiwa kardinali kule Argentina. Ni mtu ambaye ni wa mfano, ni mtu ambaye amekula na watu wanyonge, amehusika hata kuwasafisha miguu, ni mtu aliye wanakuambia hata katika maisha yake ya upapa aliishi maisha ya kawaida kabisa, hata mavazi yake yalikuwa ya kawaida. Ni mtu ambaye alikuwa kwenye apartment yake mwenyewe anajipikia. Kwa ni mtu wa mfano sana duniani, na kwa kweli ni mtu ambaye alisisitiza pamoja na mambo ya kiroho, lakini alitaka watu waishi duniani hapa kwa kupendana, kwa kutendeana haki, kwa kuheshimiana na kwa kufuata misingi yote ya maelewano duniani. Ni mtu ambaye amejaribu kusuluhisha vita nyingi sana, hata kwenye ugomvi kati ya Israel na Palestine. Ni mtu amehusika sana kutaka kuhusika amani ili pawepo na maelewano. Kwa hiyo huyu ni mtu, ni kiongozi wa watu wote, hata wasiokuwa wa Katoliki, na amepewa sifa kubwa sana. Hata waumini wa Kiislamu kule kwa Argentina alipochaguliwa miaka 12 iliyopita walisema alikuwa ni kiongozi ambaye alipenda kuunganisha watu hata kabla hajapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni mtu wa mfano, na aliita viongozi wa madhehebu yote katika maombi ya kuombea dunia na kuombea amani ya dunia. Kwa hiyo tumekuja kutoa pole kwa mtu wa muhimu sana ambaye ameondoka duniani, lakini tunamtakia pumziko la milele lenye amani. Nashukuru sana. Asante.